Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako nyingi sana ambazo zimekuwa juu siku ya leo. Asante kwa sababu wakati tunaanza neno hili, Roho Mtakatifu uko pamoja nasi saa hii. Wewe ndiye ambaye unalituma neno na lile neno likawatoa watu katika maangamizo yao. Siku ya leo litume neno lako ambalo litakwenda kufanyika msaada kwa watu wako, hata yale ambayo unayatarajia kutoka kwako Bwana ikapate kuwa dhahiri kwamba wewe unawajua watu wako kabla hawajaomba, unachua, na zaidi ya yote umekusudia kubariki siku ya leo katika jina lako Bwana Yesu, amen. Neno letu ambalo tunalisikia siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho atawabariki wamchao. Atawabariki wamchao. Zaburi ya 115 na mstari ule wa 13. Zaburi 115 mstari wa 13. Kutoka katika andiko hilo ndipo tutaendelea sasa kulisikia neno la Bwana. Zaburi 115 mstari wa 3. Atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Katika mstari huu tunaweza kujifunza hapa jinsi ambavyo Mungu anakusudia na ni mpango wake kwamba wabarikiwe watu wale ambao wanamcha yeye. Tukisonga mbele katika Zaburi ya 34 na mstari wa 9. Zaburi ya 34 mstari wa 9, tunaona tena hapo: mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawatahitaji kitu. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawatahitaji kitu. Bwana Yesu asifiwe. Katika neno hili tunaona jinsi ambavyo watu wanaomcha Mungu ndiyo watu ambao Bwana anapendezwa nao, tena ndiyo watu ambao Mungu anawapenda. Zaidi ya yote, hao ndio ambao Bwana ameahidi na kueleza jinsi ambavyo watabarikiwa. Wanadamu wengi tunakiri juu ya uwapo wa Mungu, na tunakiri ya kuwa Mungu ndiye aliyetuumba, na tunajua ya kwamba yuko Mungu ambaye anatupatia mema, lakini wengi hatujui ni jinsi gani ya kuishi ili tuweze kupata upendeleo kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kuwa watu wa namna gani ili Mungu awe Mungu wetu? Sasa katika neno hili siku ya leo tutaweza kuyaona maneno ya Mungu waziwazi yakielezea ni jinsi gani wanadamu tunaweza kuwa watu ambao tunatembea katika baraka za Bwana katika maisha yetu ya hapa duniani wakati huu, na zaidi ya yote tukapata pia uzima ulio milele. Turudi tena pale katika Zaburi ya 115 na tuanzie sasa mstari wa 11 mpaka mstari wa 15. Zaburi ile ya 115 mstari sasa wa 11 mpaka mstari wa 15. Enyi mumchao Bwana, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Bwana ametukumbuka, naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni.
atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na awaongeze ninyi na watoto wenu, na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo tunaweza kuona hapa tena jinsi ambavyo neno la Mungu alilotuma likieleza juu ya watu wanaomcha Mungu. Watu wanaomcha Mungu ni watu ambao wanamtumaini Mungu. Watu wanaomcha Mungu ni wale ambao wanakiri kwamba Mungu ndiyo msaada wao na ngao. Ngao ni ulinzi. Sio watu wale ambao watakuwa wanatafuta njia zao za kujilinda. Wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanapewa matunguli na hirizi, wanapewa vitu vya kuvaa, na wengine wanapewa vitu vya kuweka ndani ya nyumba zao. Wamchao Bwana, yeye ndiye msaada wao na ngao yao, ndio ulinzi. Sura 12. Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni. Sura 13. Atawabariki wamchao, atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Sura 14. Bwana atawaongeza ninyi. Kwa hiyo katika baraka na katika kubarikiwa ni pamoja na kuongezwa. Bwana atawaongeza ninyi. Bwana atatupatia uzao. Mungu atawapa uzao wa mchao, atawaongeza ninyi na watoto wenu. Mungu atatupatia kuongezeka hata katika vitu tulivyo navyo. Atawaongeza ninyi katika kila eneo, katika fedha, katika mafanikio, katika ustawi, katika biashara, katika kila eneo. Watu waliobarikiwa na Bwana, wanasema wamchao, wacha Mungu wake, na mbarikiwe ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaweza kuona hakuna mtu ambaye hapendi kubarikiwa. Hakuna mtu ambaye hapendi kuongezeka au kuongezewa katika alivyo navyo. Hakuna asiyependa kustawi na kufanikiwa katika maisha haya. Lakini lazima tujue kwamba Mungu ni Mungu ambaye ana kanuni zake. Amen. Watu wanaomcha Mungu, Mungu amewaahidia hayo na mengine mengi, kwa kadiri ambavyo tutajifunza katika neno letu la siku ya leo. Zaburi 145 mstari wa 18 mpaka 19. Zaburi 145 mstari wa 18 mpaka mstari wa 19. Bwana yu karibu na wote wamwitao. Kumwita Bwana ni wale wanaoomba, ndio maana yake. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atakisikia kilio chao na kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na maombi, watu wengi wanajua habari ya maombi, wanajua habari ya kumwita Bwana, tena wakati mwingine kwa kufunga na kulia, lakini yeye alipambanua kwamba atawafanyia wamchao matakwa yao. Kumcha Mungu maana yake ni nini? Kumcha Mungu au wamchao Mungu ni nani? Nani amchaye Bwana? Amchaye Bwana ni mtu yule ambaye anatembea katika njia zake. Tuangalie mfano wa Ayubu ambaye anatajwa kwamba alikuwa na mcha Mungu katika kitabu cha Ayubu sura ya 1 na mstari wa 1. Ayubu sura ya 1 na mstari wa 1. Palikuwa na mtu katika nchi ya Uzi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu,
Hebu angalia haya ambayo yanatajwa yaliyokuwa kwake Ayubu, ambaye anaitwa ni mcha Mungu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, yani katika njia za Mungu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Mcha Mungu ni mtu anayeishi maisha ya ukamilifu, ni mtu mwelekevu, ni mtu anayeepukana na uovu, ni mtu anayetembea katika njia za Bwana, mtu anayempenda Mungu, anamtumikia, mtu ambaye anakwenda mbele za Bwana kwa hofu na kutetemeka, kimhofu Mungu na kulihofu neno la Mungu. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu, atawafanyia wamchao matakwa yao. Bwana Yesu asifiwe. Naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Kwa hiyo ni muhimu sana maisha yetu, kiwa tunataka kumwona Mungu katika kuingia na kutoka kwetu, tunataka kumwona Mungu tumwitapo, tunapoomba, tuweze kumwona Mungu namna hiyo, akihusika na mahitaji yetu, akihusika kutujibu. Lazima tujue kwamba wamwitao Bwana kwa uaminifu, watu walio wacha Mungu, wamchao yeye, anasema atawafanyia wamchao matakwa yao, yani atajibu maombi ya watu wanaomcha yeye, wanaokwenda mbele zake katika unyofu. Bwana Yesu asifiwe. Na sio hilo tu, watu wa zamani waliotutangulia wao walikuwa nafahamu kwamba ikiwa mtu si mcha Mungu, Mungu hawezi kujibu maombi ya mtu huyo. Sijui kizazi chetu leo kikoje, kinashangaza kwamba bado tuna ujasiri. Mtu anatembea katika njia za uovu, lakini bado atakuwa na ujasiri wa kuja mbele za Mungu na kuomba, akitarajia kupokea. Sasa huko ni kukosa maarifa. Hawakuwa hivyo waliotangulia, walikuwa wanajua kwamba Mungu hawezi kusikia maombi ya mtu mwovu, hawezi kujibu maombi ya mtu mwenye dhambi. Yohana sura ya 9 mstari 31. Yohana sura ile ya 9 na mstari ule wa 31. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Injili. Maelezo haya tunayapata katika Injili. Wenzetu walioipokea Injili mwanzoni kabisa wanafahamu kwamba Mungu huwa anawajibu wacha Mungu wake. Lakini ikiwa mtu si mcha Mungu, haendi katika njia za Mungu, ni mtu kama walivyo watu wengine tu, Mungu hamsikii mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani sisi leo ambaye ametuongopea kwamba tunaweza kumjia Mungu, kila mmoja akatoka alikotoka kwa njia zake, na tukaja mbele za Mungu kuomba, na huyo Mungu akatufanyia matakwa yetu sasa na maombi yetu? Nani huyo aliyetudanganya? Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anawafanyia wamchao matakwa yao. Bwana Yesu asifiwe. Na sio vinginevyo. Tunaweza kuona hata Biblia inavyoeleza, tunajua jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuwa anaomba na kuwaombea watu wengine wengi. Alikuwa anafanya ishara mbalimbali na miujiza, watu walikuwa wanaponywa kwa namna ya ajabu.
ndivyo alivyokuwa akiamuru jambo, lile jambo lilikuwa linafanyika. Biblia inanena kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anaepukana na uovu wa kila namna, alikuwa ni mwelekevu mbele za Mungu, alikuwa ni mkamilifu mbele za Mungu, alikuwa ni mcha Mungu. Na ndio maana sasa katika kuomba kwake alikuwa naomba, mambo mengi yalikuwa yanafanyika ya ajabu, kwa sababu Mungu alikuwa anamsikia huyo. Hakuwa ni mtu mwenye dhambi wala hakuwa na njia za uovu. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura ya 5 na mstari wa 7. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alisikilizwa kwa sababu gani? Alisikilizwa kwa sababu gani? Alikuwa mcha Mungu. Ndio maana leo tunaweza kuona maandiko yakisema kwamba Mungu atawafanyia wamchao matakwa yao, kama jinsi ambavyo alifanya kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyakati tulizo nazo, maandiko yanasema kwamba wacha Mungu wamekoma. Yaani watu wamchao Mungu hawako tena. Watu wanaokwenda kwa uelekevu mbele za Mungu, watu ambao wanaenenda kwa ukamilifu, watu wenye kuepukana na maovu. Nyakati hizi wamekuwa ni nadra sana. Watu hao wamekoma. Walikuwako nyakati fulani, lakini kadiri miaka inavyokwenda wacha Mungu wanakoma. Je, hata sisi tumekoma kwa wacha Mungu leo? Je, hata sisi si miongoni wa watu ambao tunaweza kuhesabika kwamba ni watu wa mchao Mungu? Bona tunakuja katika nyumba ya Bwana mahali hapa kuja kuabudu. Je, sisi si wacha Mungu? Ni swali ambalo mtu mmoja mmoja mwenyewe anaweza kujiuliza kwamba yeye ni miongoni mwa wale wanaosema kwamba wacha Mungu au sio. Zaburi ya 12 mstari ule wa kwanza. Zaburi ya 12 mstari ule wa kwanza. Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana uaminifu wametoweka katika wanadamu. Uokoe, yani Mungu atuokoe, kwa sababu sasa watu wanaomcha Mungu wamekoma duniani, hawako tena. Watu wenye kuepukana na uovu, watu wanaoenenda kwa uelekevu, walio waaminifu, watu wenye adili, watu wanaompenda Mungu. Nyakati zetu wamekoma, hawako. Na kama wako ni wachache sana, na hakuna kitu ambacho ni kielelezo kikubwa kwamba wamchao Bwana wamekoma. Angalia hata mahudhurio ya watu ambao wanakuja kanisani. Mtu anayemcha Mungu hana udhuru, maana hana mwingine aliye mkubwa kuliko Mungu. Hana mwingine wa kumpenda na kumpa moyo wake wote, ni Mungu, ni Yesu. Sawa na ile amri ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, roho yako yote, nguvu zako zote. Mpende kwa nafsi yako yote. Tunaona leo, na kadiri siku zinazozidi ndivyo watu wanavyokuwa watu wenye udhuru mwingi. Kwa mfano ule wa Yesu alikuwa ametoa mfano wa watu wenye udhuru. Mimi nimeoa mke, siwezi kuja. Mimi nimenunua shamba, siwezi kuja.
Mimi nimenunua ng'ombe, naenda kuwajaribu. Mimi nimepata hivi, haiwezekani. Biashara yangu hii siwezi kuja, shughuli zangu hizi mimi sitakuja. Udhuru kuonyesha ni jinsi gani katika kizazi chetu hichi watu wanaomcha Mungu wamekoma, waaminifu wametoweka katika wanadamu. Watu wanaompenda Mungu wanatoweka katika wanadamu. Bwana atusaidie. Bwana akusaidie. Bwana anisaidie nisije nikakoma kuwa mcha Mungu. Usije ukakoma kuwa mwaminifu mbele za Mungu wako. Usije ukahesabika kwamba wewe si mcha Mungu. Unamcha nani sasa? Maana lazima awepo unayemcha. Kama haumchi Mungu aliye hai, basi yuko mwingine unayemcha, yuko mwingine unayemtumikia, yuko mwingine ambaye unamwona kwamba yeye ni mwaminifu katika maisha yako, atakusaidia. Mungu sio msaada kwako kuliko huyo mwingine. Labda biashara yako unaiona kwamba hiyo ndio msaada zaidi, kazi yako unaiona kwamba hiyo ni msaada sana katika maisha yako kuliko Mungu. Ndio maana huwezi kuacha hiyo ukasema unamwendea Mungu. Sasa hicho ndio kizazi chetu kilicho nacho. Zaburi anasema Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana uaminifu wametoweka katika wanadamu. Bwana atusaidie. Na hii ndio sababu ambayo wengi tunakuja katika kuomba na kumlilia Mungu tusipokee kitu, kwa sababu hatumo miongoni mwa wacha Mungu. Ni watu ambao tunasukumwa na matatizo, tunasukumwa na kunakuwa na pressure ya maisha katika mambo fulani. Hayo ndio baada ya tusukuma tunakuja kanisani, tunakuja mbele za Mungu. Kama kusingalikuwa na hizo changamoto, tusingalikuwako kanisani kabisa. Si kwamba tunampenda Mungu, lakini pressure, matatizo, changamoto hizo zinaitwa siku hizi changamoto mbalimbali, hizo ndizo zinazowasukuma watu leo, hata zinawafikisha. Kwa hiyo huko sio kumcha Mungu. Ni watu ambao tuna haja zetu wenyewe na tunataka Mungu atutendee. Sio kama tumekuja tu kwa sababu tunampenda Mungu, tunakuja kumwabudu Mungu, tunakuja kujihudhurisha mbele zake na kumwabudu yeye, kwa sababu yeye ndiye Mungu. Wa namna hiyo wako, lakini ni wachache sana. Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Isaya sura ile ya 59 na mstari wa kwanza mpaka wa pili. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Kwa jinsi ambavyo kumbe Mungu imefika mahali hataki kusikia maombi ya wanadamu. Mungu imefika mahali hataki kusikia sauti zetu na maombi yetu, kwa sababu tunakuja mbele zake tukiwa ni watu waovu. Tunakuja mbele zake kuomba. Hatuna sifa ya kuitwa wacha Mungu, hatuna sifa hiyo. Na maandiko yanasema twajua ya kuwa huyu Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa na mcha Mungu na kuyatenda mapenzi yake, Mungu humsikia huyo. Sasa je, tunayo hiyo sifa ya kuitwa wacha Mungu, watu tunaoyatenda mapenzi ya Mungu katika maisha yetu kila siku, ili Mungu aweze kusikia na kujibu maombi? Sasa unaweza kuwa na shida hiyo tulionayo wanadamu, shida ambayo tunayo wanadamu
sifa huwa mcha Mungu. Mcha Mungu, mtu anayemcha Mungu, mtu mwenye hofu ya Mungu, mtu anayempenda Mungu, mtu anayetendea njia zake Mungu, mwenye kusikia sauti ya Mungu na maagizo yake. Zaburi 103 mstari wa 13. Zaburi 103 mstari wa 13. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Wamchao. Kwa hiyo huruma ya Mungu iko kwa watu wanaomcha Mungu, sio vinginevyo. Ndio maana ni muhimu sisi tukajifunza, tukafahamu kwamba huyu Mungu si Mungu ambaye unamjia tu upendavyo, unafanya tu upendavyo, na kwamba huyu ni Mungu tu ambaye wewe ukija na shida zako anakumalizia, atakuhurumia. Ni Mungu anayewahurumia wamchao, kama baba anavyowahurumia watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao, maana hao pia ni watoto wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu, wamchao Mungu, watu wanaompenda Yesu, watu wanaomwabudu Yesu, watu ambao wanakwenda mbele zake kwa kutetemeka, kwa ukamilifu na uaminifu, na kuepukana na kila namna uovu, kwa sababu tu wanampenda Yesu. Watu namna hiyo wana privilege nyingi sana. Kuna upendeleo mkubwa sana mbele za Mungu ikiwa sisi tutakuwa wacha Mungu, tutaishi maisha ya ucha Mungu. Mambo mengi ambayo tunayahitaji na watu wa Mungu wamchao Bwana wanatembea katika haya, ni yale ambayo yanatokana na watu ambao wana hofu ya Mungu. Kwa mfano ni chache, ulinzi wa Mungu si tu kwa sababu mtu ataomba sijui ajifunike damu ya Yesu na ajifunike kwa damu ya Yesu. Hapana, ni zaidi ya kuomba kujifunika damu ya Yesu. Damu ya Yesu haiwezi kumfunika mtu aliye mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu haitumiki kama hirizi. Maana hirizi ya mganga haijalishi wewe, hata kama unafanya vituko vya aina gani, wewe unaambiwa chukua hirizi itakusaidia. Wala utaambiwa kwamba hirizi hii utapewa tu masharti namna tofauti, lakini si yale kwamba usiache kufanya mapenzi ya Mungu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Tofauti sasa na mtu anayeishi maisha ya kumcha Mungu, na tunataka kumwona Bwana tuingiapo tutokapo, Bwana akiwa pamoja nasi, anatulinda, malaika wake wanahusika na maisha yetu. Lazima tuishi maisha ya kumcha Bwana. Amen. Zaburi ya 34 mstari wa 7. Maandiko mengi kwenye Zaburi 34 mstari ule wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kumbe huduma ya malaika inafanywa kwa watu wanaomcha Bwana, watu wanaotembea katika njia za Mungu, watu wanaompenda Mungu. Watu wale wenye kuwa na hofu ya Mungu na kuepukana na uovu, hawa watapewa huduma
ya malaika wa Mungu katika ulinzi. Kwa hiyo kunakuwa na malaika ambao wanamzungukia mtu anayemcha Mungu na kuhakikisha ulinzi wake, na ikiwa kuna hatari yoyote ile, mtu huyu, malaika wale wakamwokoa, kwa sababu ni huduma inayokuwa juu ya wote wa mchao Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ulinzi ni kwa ajili ya mchao, kwa ajili ya mchao Bwana. Lakini sio hilo tu, Biblia inaeleza jinsi ambavyo jicho lake Mungu masaa 24, jicho la Bwana linakuwa juu ya mtu amchaye. Uingiapo, utokapo, mahali popote unapokuwa, jicho la Mungu linakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe ni mtu wake hasa, wewe ni mtu wa nyumbani mwake, na kama ni hivyo, ni yeye anatufuatilia kila mahali ulipo. Usije ukajikwaa ukaanguka, usije ukaonewa, usije ukaumizwa, au chochote kile kibaya kikaja juu yako. Jicho lake Bwana linakufuatilia. Zaburi ya 33 mstari wa 18. Zaburi ya 33 mstari wa 18. Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Jicho la Bwana li kwao wamchao. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtu unayemcha Bwana, ujue jicho la Bwana hapo ulipo linakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, huna haja na kuwa na hofu na wasiwasi, hata kama ni mahali ambapo hakuna mwanadamu mwingine, hakuna mtu mwingine hapo ulipo, na unakabiliwa na matatizo fulani, ujue haupo mwenyewe. Liko jicho la Bwana linakufuatilia hata hapo ulipo, katika mazingira hatarishi ulio nayo, katika jina la Yesu. Amen. Lazima una uhakika. Niko mwenyewe tu hapa, yani hata sielewi. Hauko mwenyewe, jicho la Bwana linakufuatilia. Malaika wa Bwana unakuzunguka. Hauko mwenyewe katika jina la Yesu. Iwe ni usiku, iwe ni mchana, Bwana yuko pamoja na wewe. Ikiwa jicho lake linakufuatilia, maana yake ni kwamba Bwana yu pamoja nawe popote ulipo, katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini sio hilo tu, Mungu anahusika wakati wowote kwa habari ya maisha yako. Anahusika na wewe, anahusika na wewe kwa habari ya chakula, anahusika na wewe kwa habari ya riziki, anahusika na wewe kwa habari ya mahitaji. Lazima uamini, usifike mahali ukaanza kunung'unika. Wewe unakuwa hujamjua Mungu. Katika mazingira yote yale ulio nayo, wewe uliyemcha Mungu, ujue Mungu anahusika na wewe kwa kila jambo linalohusiana na maisha yako, katika jina la Yesu. Zaburi 115. Zaburi 111 mstari wa 5. Ni Zaburi 111 mstari wa 5. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake milele. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake milele. Mungu analo agano lake kwa ajili ya wamchao. Ana agano kwamba watu wote wanaomcha yeye ni watu ambao yeye atahusika nao katika maisha yao, atahusika nao katika mahitaji yao, atahusika nao katika kila jambo. Ni agano ambalo Mungu ameliweka kwa wote wamchao. Sasa utaweza kuona
watu ambao hawajaingia katika agano hili la wokovu. Maana huwezi kumcha Bwana ikiwa wewe bado hujaokolewa, bado Kristo hajawa Bwana na Mwokozi. Lile ni agano, agano ambalo Kristo amelifanya kwa damu yake pale msalabani. Ni agano na linaitwa agano jipya. Sasa unapokuwa umeingia katika agano hili, ujue ni agano ambalo Mungu ameliweka, na anasema atalikumbuka milele kwa ajili ya watu wake. Ni agano. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu, fadhili za Bwana, fadhili za Bwana zina wamchao. Mungu ndiye anayefadhili katika maisha haya hapa duniani. Ni kweli mwanadamu anaweza kuitwa mfadhili, au mwanadamu anaweza akakusaidia, lakini huyo anayekusaidia alisaidiwa na nani kwanza? Ni nani alimpa hivyo kusaidia watu hivyo anavyowapa wengine? Lakini yuko yeye ambaye fadhili zake ni za milele, hazikomi. Fadhili za mwanadamu zinaweza kukoma, kwamba wakati mmoja alikuwa ni tajiri, wakati mmoja alikuwa na vitu vya ziada vya kutoa, wakati mmoja alikuwa na vitu vya kuwapa wengine, lakini huyo huyo inaweza kufika mahali akawa hana chochote tena za kufadhili mtu, akaishiwa, akakwama, akafilisika, akazeeka, akaugua, akawa hawezi tena. Fadhili za mwanadamu haziwezi kuwa za milele. Amen. Lakini yeye huyu Mungu, fadhili zake tangu milele na zinaendelea milele yote. Hizo fadhili nasema zina wamchao, yaani watu ambao wanamcha Mungu, wao wanahusishwa kwamba ni wanufaika katika fadhili zake Mungu milele. Kwa hiyo wakati mwingine tunapokuwa tunahitaji msaada, Bwana nisaidie, maana ni kwamba tunahitaji fadhili za Mungu. Bwana nisaidie, Bwana niwezeshe, nifungulie mlango, sijui nifanyie hichi na hichi na hichi. Tunahitaji hapo fadhili za Mungu, ndio maana yake. Sasa hizo fadhili hizo zina wamchao, yaani ni kwa ajili ya wao wanaomcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 103 mstari ule wa 17. Zaburi 103 na mstari wa 17. Bali fadhili za Bwana zina wamchao tangu milele hata milele, na haki yake ina wana wa wana. Bali fadhili za Bwana zina wamchao, zina wamchao. Sasa ikiwa tunaona Mungu hapa, fadhili zake ziko tangu milele kwa ajili yao wao wamchao, jicho la Bwana likwao wamchao, malaika wa Bwana ufanye kituo wakiwazungukia wamchao. Mungu ni mwenye huruma kwa ajili yao wamchao. Sasa anawapa chakula wamchao, na tena atalikumbuka agano lake milele. Tunapungukiwa nini pale ambapo tunakuwa ni wacha Mungu? Tofauti kabisa na dhana iliyoko kwa watu ambao nafikiri kwamba ikiwa mtu atamcha Bwana itakuwa ni hasara. Ikiwa mtu ataokolewa, ataokoka, ati ni hasara. Hasara katika nini? Hiyo ni sauti ya shetani. Hayo ni mafundisho ya mashetani.
Tukiwa ni watu tunaomcha Bwana, sisi ndio ambao tuna kila kitu katika jina la Yesu, kwa sababu fadhili zote za Bwana, msaada wote wa Bwana wanao wamchao tangu milele, tangu zamani. Fadhili za Bwana ni kwa ajili ya wamchao, na zaidi sana pale ambapo sisi tunamcha Bwana leo. Hayo yote, hayo maagano yote, hizo ahadi zote, huo mpango wote wa Mungu kwa mchao uko juu yako wewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maandiko sasa tunamalizia, yanatuambia tembeeni kwa kumfuata Bwana. Tumfuate huyu Mungu ambaye ana mema mengi kwa ajili ya watu wake wanaomcha, kwa ajili ya watu wanaomwamini, kwa ajili ya watu wanaokwenda mbele zake kwa uaminifu, kwa ajili ya watu walio waelekevu wa moyo, kwa ajili yao wamchao katika jina la Yesu. Kumbukumbu 13 mstari wa 4. Kumbukumbu ya 13 mstari ule wa 4. Kumbukumbu 13 mstari ule wa 4. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni, yani tumche Mungu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo leo tunaambiwa sisi kwamba tunataka kuwa miongoni mwao wamchao Bwana na kuziona faida hizi zote na zingine nyingi zikiwa juu yetu. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Hapo tutakuwa ni watu tunaomcha Bwana, na kama ni watu tunaomcha Bwana, yote ambayo Bwana amenena nasi yatakuwa juu yetu. Kama baba awahurumia watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Huruma ya Mungu itakuwa juu yetu. Malaika wa Bwana watafanya kituo na kutuzungukia tumchao na kutuokoa katika mazingira yote yale. Jicho lake Bwana litakuwa kwetu tumchao, tukizingojea fadhili zake. Fadhili za Bwana ndizo za milele, zitakuwa juu yetu. Fadhili za Bwana zinawamchao tangu milele. Amewapa chakula, amewapa mahitaji yao. Bwana hata itakapokuwa ni magonjwa, wamchao Bwana, Bwana atawaponya. Kutakapotokea lolote lile ambalo litakuwa ni jambo linaloleta udhia kwao wamchao Bwana, Bwana atahusika kipekee sana. Maana anasema jicho lake Bwana liko kwao wamchao, jicho lake litaona, jicho lake litahusika, na Bwana atatuondolea udhia, Bwana atatuondolea magonjwa, Bwana atatupigania vita vyetu, havitakuwa ni vita vya kwetu. Maana jicho la Bwana litamwangalia mtu huyo anayefanya vita na amchaye Bwana. Bwana atahusika kipekee, na itakuwa hivyo. Nasi tutakuwa ni watu wenye ujasiri tutakapokwenda mbele zake na kuomba kwa ajili ya haja zetu mbalimbali. Hatutakuwa na hofu, hatutakuwa na wasiwasi, hatutakuwa katika haja kusitasita kwamba labda Bwana atasikia au atasikia. Tunajua maisha yetu kwamba sisi ni watu tunaomcha Bwana. Tunajua maisha yetu kwamba sisi ni watu tunaopukana na uovu, ni watu ambao tunatembea katika uelekevu na katika ukamilifu. Tunajua maisha yetu, tunajua kwamba Bwana yu pamoja nasi wakati wote, na tena jicho lake linatuangalia, anatufuatilia, na yeyote atakayetugusa sisi anaigusa boni ya jicho lake Bwana katika jina la Yesu. Tuna wasiwasi, lakini tatizo ni nani anamcha Bwana leo? Maana maandiko yanasema wacha Mungu wamekoma, waaminifu wametoweka.
Na hii ni kweli. Watu wengi leo wamekoma kumcha Bwana, wamekoma, si waaminifu tena, hawana hofu tena, wamekoma. Na namna hiyo, kadiri siku zinavyokwenda, hata wale wengine ambao walikuwa wacha Mungu wazuri wanakoma, wanaishia njiani. Hili ndilo jambo la kuliangalia kwa umakini, usije ukatoka katika laini ya kumcha Mungu ukawa miongoni mwa watu waliokoma kumcha Mungu. Itakuwa ni hasara katika maisha yako. Ni mahali ambapo maombi yako hayatasikilizwa, maombi yako hayatapata nafasi. Utaomba, hutajibiwa, na utashangaa kwa nini. Kumbe ni kwa sababu umekoma kumcha Bwana. Vile ulivyokuwa zamani sivyo ulivyo sasa. Wengi siku za nyuma zilizopita walikuwa ni watu waliokuwa na mcha Bwana vizuri sana, kwa uaminifu, tena kwa upendo utokao ndani kabisa ya mioyo yao. Lakini kadiri muda ulivyoendelea, ule upendo ulikoma, ule uchaji wa Mungu ulikoma, ile hofu ya Mungu ilikoma. Wakawa ni watu ambao hawajihudhurishi tena mbele za Bwana kama ilivyokuwa mwanzo. Wakawa ni watu ambao tena hawaombi kama ilivyokuwa mwanzo mbele za Bwana. Wakawa ni watu tena ambao hawatumiki tena, hawatendi tena kazi ya Bwana kama ilivyokuwa pale mwanzo. Watu hawa wamekoma kuwa wacha Mungu, na namna hiyo haiwezi kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana siku leo Bwana anatufundisha neno hili ili tukumbuke kwamba ni Mungu ambaye anawabariki wamchao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna hiyo, Mungu wetu ni Mungu ambaye anawapenda wamchao, na hata amelileta neno hili siku ya leo ili wewe unayemcha Bwana upate kujua jinsi ambavyo Mungu anakupenda sana. Na tena Mungu anasema wewe ndio ambaye unapaswa kuwa miongoni mwa watu anaowabariki, na ujue ya kwamba Bwana yu pamoja nawe maadamu unadumu katika kumcha Bwana. Ujue ya kwamba iko ahadi na agano la ulinzi kwako, iko ahadi kwamba Bwana ni Bwana ambaye yuko pamoja nawe kila mahali ulipo, katika huduma, katika maisha yako ya kila siku, fadhili zake na kwa upana wake, kama jinsi ambavyo tumejifunza. Kwa sababu hiyo, usiogope. Usiogope kwa habari ya mambo yaliyokupata. Usiogope katika majaribu ambayo unayapitia, kwa kuwa wewe ni mtu unayemcha Bwana. Bwana ameahidi, ni ahadi yake, ni agano lake, kwamba wewe ni mtu wa kwake na kwamba fadhili zake ziko juu yako milele. Bwana Yesu asifiwe. Na pale ambapo tumegundua kwamba sisi si miongoni mwa watu ambao tunamcha Bwana kwa sababu ya maisha yetu ambayo tumekuwa tukiyaendea, tumekuwa nje ya watu ambao wanamcha Bwana kwa sababu yoyote ile, basi tunabudi kujua kwamba lazima tuje mbele za Bwana na kumwomba Mungu na kumwomba Bwana atusamehe pale ambapo sisi tumekuwa si watu tunamcha Bwana, maana yeye amesema ya kwamba fadhili zake zi juu yao wamchao, na tena atawatendea matakwa yao wamchao. Ahadi zake ni kwa ile wamchao. Na kwa namna hiyo unaweza ukaja mahali hapa na ukiwa ni mtu ambaye haumchi Bwana, na unayo nafasi ya kufanyika mtu ambaye unamcha Bwana kuanzia leo, ili baraka za wamchao Bwana ziwe pia juu yako na juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona jinsi ambavyo Ayubu alikuwa ni mtu mwelekevu. Ayubu alikuwa ni mtu mkamilifu. Ayubu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaepukana na uovu. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, na namna hiyo mtu huyu akastawi sana, akawa mtu mkuu katika pande za mashariki, kwa sababu zile ahadi za Mungu zikatimia juu yake Ayubu. Zile ahadi za Mungu na agano lake likatimia katika maisha ya Ayubu.
Ayubu akastawi sana. Na sisi vivyo hivyo, ikiwa tunataka kuona watu ambao tutahitaji kuona maisha yetu Mungu akitupigania, Bwana akitenda, lazima tuhakikishe kwamba tunaishi maisha ya kumpendeza Mungu katika njia zetu. Bwana wetu Yesu Kristo, yeye naye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mcha Mungu, njia zake zikimpendeza baba yake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, akasikilizwa sana katika maombi yake. Sisi hatuwezi kuwa ni watu kusikilizwa ikiwa sisi si miongoni mwa watu wanaomcha Bwana. Ndio maana Bwana amelileta neno hili ili tupate kujua kwamba ni Mungu ambaye jicho lake li juu ya watu wa mchao na sio vinginevyo. Pale pale ulipo, simama juu, simama juu. Napohitimisha, ni wakati ambao tunaenda kumalizia. Njoo mbele za Bwana, mwambie Mungu akusaidie, Mungu akubadilishe. Na ikiwa hujaokoka, basi iwe ni wakati ambao utakuwa unaanza. Wokovu ndio unaoleta kumcha Mungu. Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu, na ndio maana alimcha Mungu, ndio maana aliepukana na uovu, hakutenda dhambi. Alikuwa ni mwana wa Mungu, na ndio maana Mungu akapendezwa naye. Sauti kasikia kutoka juu mbinguni isema, huyu ni mwana wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Alikuwa ni mcha Mungu kutoka zamani, maisha yake hakufanya uovu. Na ikiwa sisi tunataka kupendezwa na Bwana, hivyo hivyo tunataka maombi yetu, sauti yetu isikilike juu mbinguni. Hivyo hivyo njoo mbele za Bwana, omba, mwambie Bwana akusaidie, Bwana akuhurumie. Kama ni mahali pa kurekebisha, pa kutubu, mwambie Bwana akusamehe. Maana Mungu anataka watu walio kamilifu, watu wenye kuepukana na uovu, watu walio waaminifu, watu walio waongofu, watu waelekevu, wenye kumpenda Mungu sio kwa hila, lakini toka ndani moyoni nampenda Mungu. Watu ambao wanapenda kujihudhurisha mbele za Bwana, watu wanaomwita Bwana, wamwitao Bwana, unamwomba Mungu namna hiyo. Watu waelekevu, watu waelekevu ni watu wasikivu, ambao kunapokuwa maelekezo watu wanakuwa ndani yao hakuna kubishabisha, hakuna ukaidi. Watu walio waelekevu mbele za Mungu, watu ambao ndani mwao hakuna ugumu mioyo. Njoo mbele Bwana, omba katika eneo hilo, afu tutakuja kwenye maombi sasa ya kuomba kwa habari ya haja zetu. Lakini kwanza tutengeneze na Bwana aone unyofu wetu, tutengeneze na Bwana. Tuambie Bwana, angalia jinsi ambavyo Mungu nimekuja mbele zako. Ninahitaji kuwa mcha Mungu, ninahitaji Bwana unibadilishe, niwe ni mtu wa kuepukana na uovu. Mimi nisiwe mtu ambaye Bwana ninakutenda dhambi, nisiwe na ukaidi ndani yangu. Lakini Bwana, kama ulivyosema, nitembee kwa kukufuata wewe, katika nifuate sauti yako na maelekezo na maagizo yako yote. Bwana nisaidie katika nyakati hizi ambazo Bwana wakuchao wamekoma duniani, watu waaminifu wamekoma katika wanadamu. Lakini Bwana, mimi ninahitaji neema yako, niendelee kudumu katika kukucha wewe, niendelee kudumu Mungu wa rehema, nikikufuata wewe. Pata sasa kuomba, omba. Zungumza na Mungu wako, mweleze Mungu wako, mweleze Bwana wako, mweleze Mungu wako. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana.